Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa kuna mvutano wa maneno ambao umeibuka kati ya rais wa Lebanon Joseph Aoun pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi baada ya rais wa Lebanon Joseph Aoun kuishutumu Irani kwa kuitumia Lebanon kama chombo cha kuongeza ushawishi katika mazungumzo yake na Marekani kupitia kundi la Hezbollah, ambapo Aoun alisema kwamba Lebanoni haipaswi kuingizwa katika migogoro ya kikanda kwa maslahi ya mataifa mengine, huku comeback ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akikanusha madai hayo na kusisitiza kuwa Irani haijawahi kuitumia Lebanoni kama karata ya mazungumzo. Na Araghchi aliongeza kwamba tatizo kuu linaloikabili Lebanoni ni Israel, si Irani, na akamtaka rais huyo kuelekeza lawama zake kwa upande anaouona kuwa adui wa kweli wa Lebanon na si kuilaumu Irani. Sasa ripoti inasema kwamba rais wa Lebanon Joseph Aoun ametoa kauli kali dhidi ya Iran akisema kuwa Lebanon haipaswi kutumiwa kama karata ya mazungumzo katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Katika mahojiano na CNN, Aoun alisema, "Hii si nchi yenu, ni nchi yetu. Sio kazi yenu kuingilia mambo ya nchi yetu." Pia aliishutumu Iran kwa kutumia Lebanon na kundi la Hezbollah kama njia ya kuongeza ushawishi wake katika mazungumzo na Marekani, akisema jambo hilo halikubaliki. Aoun aliongeza kuwa wananchi wa Lebanoni wamechoshwa na vita vinavyoendelea na kwamba suluhisho la mgogoro kati ya Israel na Hezbollah linapaswa kupatikana kupitia diplomasia na mazungumzo, si kupitia vita. Sasa hiyo ni sehemu ya rais wa Lebanon Joseph Aoun alichokizungumza. Kwa upande wa pili, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alimjibu rais wa Lebanon Joseph Aoun kwa kusema kwamba Lebanoni si karata ya mazungumzo ya Irani kama alivyodai Aoun. Araghchi alisema, na nukuu, "Kama kweli Lebanon ingekuwa karata ya mazungumzo kwa Iran, tungekuwa tumefikia makubaliano zamani sana." Mwisho wa nukuu. Pia alimtaka Aoun kuelekeza nguvu zake kwa kile alichokiita adui wa kweli wa Lebanon, akimaanisha Israel. Na nukuu tena, "Mwokoe Lebanoni kutoka kwa adui wake wa kweli, Mheshimiwa Rais." Mwisho wa nukuu, kile ambacho amekizungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Lakini pia Araghchi aliongeza kuwa kutokana na kauli za Aoun, mtu angeweza kudhani ni Irani ndiyo imeikalia sehemu ya Lebanon, kuwahamisha wananchi wake na kuishambulia kila siku, jambo ambalo alisema si la kweli. Araghchi amekuja kusimama upande wa nchi yake akisema kwamba Irani haitumii Hezbollah kwa kificho cha kufikia makubaliano na Marekani, kwa sababu kitu ambacho hapa rais wa Lebanon Joseph Aoun amekisema ni kutokana na sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, anaamini kwamba Irani inatumia ushawishi wake kupitia Hezbollah. Yaani kauli yake ilikuja baada ya maafisa wa Irani na IRGC kuunganisha suala la Lebanon na mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Aoun aliona hili kama kuifanya Lebanon kuwa sehemu ya mazungumzo ya nchi nyingine. Wakati Iran inatoa vipengele vyake, ilisema kwamba moja ya takwa lake ni kutaka Israel isitishe mashambulizi yake pale Lebanon, la sivyo hakuna makubaliano ambayo yatafanyika. Sasa Aoun amekuja na kauli hizi kufuatia jambo hilo. Lakini pia sababu ya pili ni serikali mpya ya Lebanon inataka kupunguza ushawishi wa Irani nchini humo dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah. Tangu Aoun aingie madarakani, amekuwa akisisitiza mamlaka ya dola na kupunguza nafasi ya makundi ya silaha nje ya udhibiti wa serikali. Kwa hiyo ni kama vile anataka kupunguza ushawishi wa Iran ndani ya Lebanon. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba anataka maamuzi ya vita yafanywe na serikali pekee na si nchi nyingine nje ya hapo. Lakini sababu nyingine ni Lebanoni imeathirika sana na vita. Kiukweli watu zaidi ya 3,000 wamefariki dunia hadi kufikia sasa, ni almost 3,200 na kuendelea, lakini pia madhara yanazidi kutokea. Yaani kiufupi ni maelfu ya watu wameuawa na kujeruhiwa na zaidi ya watu milioni 1 wameyakimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Sasa serikali ya Lebanon inaona wananchi ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa vita kwa hivi sasa. Of course wamebishana hapa na pale. Kauli hizi zimeibua tension kubwa sana mitandaoni, lakini pia nchi husika kwa pamoja kumekuwa na mijadala mingi ambayo ilikuwa ikiendelea kuhusiana na hiki ambacho kimezungumzwa hapa. Basi mtazamaji wetu, tuko hapa kukujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.
Usiache kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.